Tupo kwenye tukio la ajali ya meli kuungua moto, meli aina ya Pacific ambayo ina usajili wa Kongo. Mpaka sasa hivi moto umefanikiwa kuzimwa, na katika eneo la tukio mpaka sasa hivi tumepata mwili wa mtu mmoja ambaye bado hajatambuliwa. Hii ni meli binafsi imepata hitilafu na kuungua. Kwa hiyo umetokea mlipuko mkubwa na moto mkubwa ambao umesababisha taharuki katika eneo letu la Kigoma, lakini nitumie fursa hii kupongeza sana vikosi vyote vya usalama ambavyo vimeshiriki kwenye kuzima moto huu, na hadi sasa tunazungumza moto huu umedhibitiwa zaidi ya 99%, ni kama umekwisha, na vikosi vyetu vya uchunguzi vinaendelea na uchunguzi, na baada ya kukamilika kwa uchunguzi basi zitapatikana taarifa kamili za ajali hii. Lakini taarifa ambayo nilipewa tangu asubuhi hapa ni kwamba hii meli ilikuwa na changamoto ya starter ya meli yake, namna kuiwasha ilikuwa kidogo inasumbua. Kwa hiyo wakati wanataka kutoa ile meli, wakaanza ile meli kuiwasha, ikatoa zile cheche, na katika zile cheche zikatoa moshi na hatimaye moto ukalipuka. Sasa kwa sababu ni meli ya mafuta, basi matekniko pia yakapokea ule moto, yakaweza kulipuka. Kwa hiyo meli nzima imelipuka na imezama majini, na kwa sababu ilikuwa ni majini, basi maji pia yamesaidia kuzima huo moto. Lakini tunashukuru sana majeshi yetu ya zimamoto ya bandari na pia ya mkoa yamewahi kufika sehemu ya tukio na yamesaidia kwa kiasi kubwa sana, at least 80% ya kusaidia moto kuweza kuzima. Kwa mpaka sasa tunapoongea, athari za ajali hii ya moto hazijafahamika mara moja, zaidi ya meli nzima kuzama na mafuta yote kuteketea, na pia tumetoa mwili mmoja wa binadamu mmoja hapa ambaye amefariki, na tunaendelea kufuatilia kujua nini hasa ambacho kimejiri humo ndani kwa ajili ya cruise na abiria wengine. Tulichofanikiwa, moto haujaweza kudhuru eneo la majengo au miundombinu ya bandari. Moto tumeweza kudhibiti na haujaweza kuzuru miundombinu yoyote ile ya bandari. Katika moto huu, hasara ambayo imeweza kutokea ni kwamba meli yote imeteketea, lakini na mafuta lita kama 160,000 yameteketea.